Chukue nafasi hii kukaribisha tena katika Samueli wa pili sura ya 16, na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Tazama, wewe umekuwa mwema na mwenye upendeleo, umetupatia uhai ili kusudi tukuone tena katika mistari hii 23 ndani ya maandiko matakatifu. Katika sura hii tunajikabidhi mikononi mwako, katufundishe kama upendavyo, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina. Kabla hatujaanza, nikwambie kwamba sura hii ina takribani maneno 297. Jambo jingine ambalo natamani kwamba ulifahamu kwamba kitabu hiki kiliandikwa kati ya mwaka 965 mpaka 930 kabla ya Yesu. Na kwa mujibu wa mapokeo ya Wayahudi tunaambiwa kuwa Nathan, Gadi pamoja na Samueli ndio wanaoaminika kuwa ndio waandishi wa kitabu hiki. Sura hii mstari wa 1 mpaka wa 4, Biblia inaanza kwa kutuambia Daudi anavyokutana na Ziba na anapokea msaada. Ziba ndani ya Biblia ametajwa mara 15. Jina lake lina maana ya kutua au kupumzika. Anamletea mfalme Daudi vitu makundi matano. Kwanza, analeta punda kwa ajili ya mfalme na matumizi ya wafanyakazi wake. 2, mikate 200 ya ngano. 3, vishada 100 vya zabibu kavu. 4, matunda 100 ya wakati wa hari. Na 5, analeta kiriba cha divai. Mfalme anamwamini huyu Ziba, mtumwa wa Mefiboshethi, na anavipokea, anavitumia. Mstari wa 5 mpaka wa 14, Biblia inatuambia namna ambavyo Shimei anamtukana Daudi. Shimei ndani ya Biblia ametajwa mara 41. Maana ya jina Shimei maana yake ni mwenye kusikia au kusikiliza. Wakati mwingine huyo anatambulika kuwa ni mtu wa ukweli wa Sauli. Shimei anaonekana akimrushia mawe na akirusha mavumbi na akimtukana mfalme Daudi. Hii ilikuwa ni baada ya kuwa amemaliza ule mlima, tuliona mlima wa Mzeituni katika sura iliyopita, na nikuonesha picha zake, unaweza ukarejea ukaziona. Hili linaonekana ni jambo baya kwa Abishai, maana anamuona mfalme wake akitukanwa mbele ya watu. Hasira za Abishai zinapokuwa zinapanda, anahitaji kumuua Shimei, na akitaja kwamba huyu mbwa mfu anahitaji kumuua. Mfalme Daudi kwa busara kabisa anamzuia Abishai kumuua Shimei, kwa sababu huenda Mungu anamjaribu. Hapa kwangu binafsi, Daudi ananifundisha kitu kigumu sana: kukubali mapenzi ya Mungu na kusikia sauti ya Mungu hata kama kuna jambo ngumu linakuja kwa namna gani katika ulimwengu huu. Jambo jingine ambalo naliona kwa mfalme Daudi, huyu ni mkomavu, hatingishwi na maneno, hatingishwi na matusi, anasikia sauti ya Mungu ndani yake. Abishai ndani ya Biblia ametajwa mara 26. Maana ya Abishai ni baba wa zawadi au baba wa kukubaliwa. Twende sehemu ya 3 ambayo ni mstari wa 15 mpaka wa 23. Hapa Biblia inatuambia namna Daudi anavyoingia Bahurimu na anapokea habari za Absalom mwanae kule Yerusalemu. Bahurimu ni eneo ambalo linamaanisha kitu chenye nguvu kama walivyo vijana. Ndani ya Biblia Bahurimu imetajwa mara 4. Biblia inaturejesha kule Yerusalemu wakati Ahithofeli akimshauri kijana Absalom kwamba awachukue wale masuria wa baba yake wao wake zake. Ahithofeli huyu mshauri ametajwa ndani ya Biblia mara 20, akiwa na maana ya ndugu mpumbavu au ndugu wa upotevu. Biblia inatuambia kwamba kijana huyu anakubali ushauri wa Ahithofeli, na hivyo anatandika hema kule gorofani, anaingia na kulala na masuria wa baba yake machoni pa Israeli yote. Biblia inahitimisha kwa kutuambia ya kuwa Ahithofeli alitegemewa enzi za Daudi, na sasa yuko kwa Absalom kama nabii na mshauri wake. Ninayo shauku ya kutaka kujua nini kilichoendelea baada ya hapo, na hivyo nikualike katika sura inayofuata na tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa upendeleo huu umetupatia. Mimi pamoja na rafiki yangu huyu tutembee katika sura ya 16 ya Samueli wa pili. Tunashukuru kwamba umetufundisha hekima aliyokuwa nayo Daudi wakati anashambuliwa katika maamuzi yake na katika eneo lake la utawala na mtoto wake. Alitumia hekima kubwa na alitumia maneno ya busara. Saidie na sisi Bwana, tunapokuwa tukishambuliwa kwa namna yoyote, mambo yanapokuja magumu, tupatie maneno yenye busara ya kuongea. Tuchambue kipi cha kusema na kipi cha kusema, nani wa kusema na nani tusiseme naye. Asante kwa sababu hekima hiyo inatoka kwako, tunaitegemea sana. Katufundishe tena katika sura inayofuata, tukuone wewe, katika jina la Yesu, amina. Nikualike katika sura inayofuata ambayo itatufungulia nini kilichoendelea baada ya hapo. Bwana awe pamoja nawe.